Kama mnavyojua, tumetoka kwenye uchaguzi, tumeenda kwenye kipengele cha kuapa. Mimi kama mbunge nimeapa kwa mbunge rasmi wa jimbo la Ukonga, lakini pia madiwani wameapa kwa madiwani wa kata za jimbo la Ukonga. Nikaona ni vizuri kabla tujaanza kuingia, tushaingia kidogo, lakini kama hatujajikita kwenye majukumu yetu, nikaona ni vizuri tume nafasi ya kukutana pamoja, tuzungumze, tubadilishane mawazo na tuone namna gani jimbo letu la Ukonga litafanya vizuri kwenye idara na sekta mbalimbali. Kwa hiyo tulikuwa leo kujadiliana kufanya mpango kazi na tumekubaliana mambo ya msingi. Tunajua matatizo ya wananchi wetu, tumejadili na tutaifikisha kwenye vikao husika. Mambo miongoni mwa mambo tuliyojadili, mambo ya miundombinu, mikopo ya kina mama, vijana na walemavu. Tumejadili pia swala la afya, wazee wetu wenye umri wa miaka 60 kwenda mbele, lakini wajawazito na watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Lakini tumejadili pia swala la kuwezesha vijana wetu, mama zetu mitaani kuweza kufanya shughuli za uzalishaji, hasa swala la ufundi stadi. Ni mambo ambayo tumejadili na tumekubaliana kimsingi. Na bahati mbaya kama hatukuwa na printer karibu, tungeweza kuwapeni hata ya mambo ambayo tumeazimia, lakini kwa vyovyote mtayapata na nitawatumia. Wananchi waendelee kuamini kwamba wamepata mbunge mwakilishi, wamepata madiwani wawakilishi, na tutakuwa madiwani ama wabunge wa mitandaoni. Tutatembelea wananchi, tutakaa na wananchi na tutawaita wananchi watuone sisi ni sehemu yao na wasiwe na hofu. Kwa mfano, mimi kama mbunge nimetega siku 3 kwa wiki. Itakuwa ni siku ya Jumanne, siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa, ambayo nitakuwa nasikiliza wananchi kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 9 mchana. Lakini ofisi zangu pia zinapatikana kwenye ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Pugu hapa jirani, ndio ofisi ya mbunge inapatikana. Lakini pia nina katibu ambaye atakuwepo kila siku kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 9:30 mchana. Kwa hiyo wananchi waje, wasogee, walete changamoto zao. Lakini vivyo hivyo tunategemea na madiwani watatengeneza ratiba kwenye kata zao, wawe na siku 2 na masaa ambayo watapatikana ili kuweza kusikiliza changamoto. Haya ni mambo yote tunakubaliana.